lakini baada ya wao ku-upgrade standard yao, si ndio? Baada ya uwekezaji ambao ameufanya, baada ya kuanza kusajili quality players na baada ya nafasi yao kupanda in terms of kwenye kupanga hizo pot na vitu kama hivyo, si ndio? Leo timu zetu kwenye hatua ya kwanza ya pili wanaziface timu ambazo wanaziweza, si ndio? Kwa hiyo kuna hatua fulani hivi ambayo wamepiga kiasi cha kwamba yani kama wasipofanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi unaweza kualom kwa sababu ya opponent ambao wanawaface kwenye hizo hatua, si ndio? Sio kama kipindi kile unakuta kwenye hatua hii Yanga maybe yuko na Etoile Sahel ama yuko na Esperance ama yuko na Al Ahly, no, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi kama Yanga au Simba, si ndio, wasipo qualify ama Azam mwenye na Singida wasipofuzu kuweza kuingia kwenye hatua ya makundi, kinakuwa ni kitu ambacho hakiwezi kuelewa kwa sababu opponent ambao wanawaface sasa hivi wanaweza kwa kila kitu. Yani hata hao wapinzani ambao wanakutana na Simba labda na Yanga sasa hivi na wenyewe wanaona kama kuna mlima mzito zaidi ambao wamepewa, kama kipindi kile ambavyo Yanga au Simba kwenye hatua hizo alikuwa akimface labda Ahly au Wydad, si ndio? Alikuwa anaona kuna mlima mzito zaidi. Kwa hiyo hata wapinzani wanakuja kuwaface Simba na Yanga kwenye hizo hatua tayari na wenyewe wanaona kuna mlima mzito kwa sababu ya daraja ambalo lipo baina yao, si ndio, kati ya hizi timu zetu na wapinzani wenyewe. Sawa, mimi ngoja niongeze kitu kimoja pa, sawa. Unajua mpaka tumefikia kwenye hii hatua kama hii hapa kwamba timu zimejipanga, si ndio hivyo? Yeah, kabisa. Kwa hiyo sawa, tunaweza kusema labda Yanga ni favorable kwenye hizi mechi zote mbili, si ndio hivyo? Lakini tusiwadharau Silver Strike. Hatutaki kuwadharau, ndio hatutaki kuwadharau, lakini kwa ubora wa Yanga there is no discussion kwamba Yanga atolewe na Silver and then mashabiki waone snomo ama viongozi waone isnomo, kwa mfano